Jambo kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo endelea kutegea sikio taarifa zetu za jioni ya leo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 jioni. Na kama ni mara kwanza unakutana na Kivu News Info kupitia mtandao wa YouTube, na kuomba kufanya kitu kimoja, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Wafaransa ndio wanakuambia kujabone, kuemera, kupartager. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena kwa muda muafaka. Mimi langu niite Eloge Lulonga, basi nakaribisha kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za jioni ya leo. Na moja kati ya habari kuu ni ile ambayo imeendelea kutanda sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii tangu asubuhi ya leo, ambapo imeonekana kamanda mkuu wa jeshi la Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba amechapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa X ambao ni Twitter hapo zamani, na akisema, na nukulu ujumbe wake kwa Kiswahili, aliposti kwa Kiingereza lakini na kunukulu kwa Kiswahili: wazalendo hakika ni nguvu asi, nina hakika kwamba majeshi vikosi vya pamoja vya UPDF na FARDC vitawashambulia popote tunaowapata, isipokuwa wao wana akili za kutosha kujisalimisha. Huo ulikuwa ni ujumbe wa generali mkuu wa majeshi ya huko Uganda ambao alikuwa akilenga wazalendo. Vile vile wazalendo hawakukaa kimya, wamekuja kujibu ujumbe huu. Basi mengi na yote ni katika taarifa zetu za jioni ya leo, na kuomba kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Ni Kivu News Info, kisima cha habari na burudani. Karibu nikupashe. Huu hapa ni mtasari wa taarifa ya wazalendo kuhusu ripoti zinazohusu Generali Kainerugaba wa Uganda. Kufuatia mkutano kati ya Generali Kainerugaba, kamanda mkuu wa jeshi la Uganda, na Rais Antoine Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti zimeibuka katika vyombo vya habari mitandaoni zikimhusisha Generali Kainerugaba na matamshi yake yanayolenga raia wa Kongo wanaojiita wazalendo. Wazalendo wametoa tamko kali wakipinga matamishi yake. Wazalendo wanasisitiza kwamba kikatiba, enzi kuu ya DRC na wananchi, na kila raia ana wajibu wa kutetea nchi na maslahi yake dhidi ya tishio lolote la ndani au la nje. Wanajiona kuwa wanatimiza wajibu wao wa kikatiba na kujitolea, na kuwahimiza Wakongo wengine kufanya hivyo hivyo, wakirejelea ibara 63 na 64 za katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo wanabeza matamshi yanayohusishwa na Generali Kainerugaba, mwana wa Rais Museveni, yanayodaiwa kuwa ni nia ya kuwapunguza nguvu raia huru au kuwazuia kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Wanatoa mifano halisi inayoaminika kwa kuwa imewasukuma kuchukua silaha kujilinda kihalali dhidi ya majeshi ya kigeni, ikiwemo jeshi la Uganda tangu mwaka wa 1996. Moja, mauaji ya kimbari ya Kongo Holocaust yanadaiwa kusababisha vifo vya takribani watu wasio na hatia milioni 12, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. 2, miaka 13 ya vita vya mara kwa mara vya uchokozi, na DRC imekuwa muasirika wa vita hivi. Mashirika ya kimataifa ya magharibi yanatuhumiwa kuwa nyuma ya vita hivi, na uasirika yakijificha nyuma ya nchi jirani. 4, kupenyeza kwa taasisi za Kongo. Wanadai kuwa taasisi za Kongo zimepenyezwa na mawakala wanaoungwa mkono na nchi za kigeni kiwemo Uganda, na zimeshindwa kulinda watu, mali zao na eneo la nchi. Wazalendo wanasema wanaamini kuwa wao ndio wanalengwa na mashambulizi haya na wale wote wanaotaka kunyakua utajiri wa nchi yao, kwa sababu wao ndio tumaini la mwisho. Wanaoji kama matamshi haya yamewatolea na mamlaka ya kigeni ya Kiafrika ambayo nchi yake ina uhusiano wa karibu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na inapaswa kuheshimu uhuru wa mataifa na watu wa Afrika. Hasa ikizingatiwa kuwa jeshi la Uganda
kujionyesha kama mshirika wa jeshi la Kongo. Tamko hili lilihitimishwa kwa kuwakumbusha kila mtu wajibu wao na imani kubwa, nchi au kifo, watu wenye nia ya kushinda daima. Na tangazo hili la wazalendo limetolewa siku ya leo mjini Uvira, Juni tarehe 23 mwaka 2025, na aliyesaini tangazo hili ni Bwana Dudu Mirefu, mratibu wa wazalendo wa Uvira na msimamizi wa baraza la wazalendo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda Makanika Kasimbira John, kiongozi wa wazalendo, ametoa wito mzito kwa wazalendo wote uko Uvira kuachana kabisa na vitendo vya uvunjifu wa amani na kurushiana risasi ovyo ovyo mjini Uvira. Katika taarifa yake, Kamanda Kasimbira John amesisitiza umuhimu wa nizamu na weledi miongoni mwa vikosi vyake na vya wazalendo wote. Amewataka wanachama au maaskari wa wanajeshi wake kuishi na kutenda kama askari wa kweli, akisisitiza haja ya kufanya mabadiliko ya msingi katika mwenendo wao. Lengo kuu ni kuheshimu na kulinda idadi ya raia, akitaka waache kabisa za ovyo ovyo zinazoweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Na Yesu Kristo Mwanazareti, tuko mwezi wa 6 siku 22. Message napenda kuwaambia viongozi wote, wazalendo wote, FARDC, wasaji wote wa mwingine. Message napenda kuwaambia kitu na wasi sana wazalendo, tujikomporte kama vile banaume, kama vile viongozi. Watu wakitiwa viongozi wala kiongozi, kuko kisa na maana kuitiwa kiongozi. Kuko kisa na maana kuitiwa kiongozi. Kama uko kiongozi, kiongozi haikalaki mtu wa mafujo. Kiongozi haikalaki mtu wa kugombana na mwingine. Kiongozi kama vile jeshi haikalaki mtu wa kupigana na mwenzake, kuoneshana tutapigana masasi. Kiongozi haikalaki mtu wa kusema mambo ya kupigana. Hapana. Tuko bajesha, tuko baraia. Na kitu napenda kuwaambia, tujikomporte kama majeshi. Jeshi na raia kuko tofauti. Tunajiita tuko wa jeshi, tunajiita tuko wa generali, lakini hatujijui na hatuyui maana ya kuwa generali. Hatuyui maana ya kuwa colonel, hatuyui maana ya kuwa major, to capitaine, to lieutenant, adjudant, sergeant. Hatujijui tuko munini, na tunasema mapete hatuyazivala. Kwene utaivalia itakuwa wapi? Sutaishia mcentrali wala unaishia tu mu prison juu ya kushindwa comportement. Uko nakutana mtu kama vile makanaki, kama vile general, ungali na shimama na silaha, o unaenda piganisha mwenzako, unaenda nyanganya mwenzako silaha. Sio comportement mzuri. Tuliishi mpori, tulikuwa tunafuata neno la Mungu, na kama tufuati neno la Mungu tutaisha na vita inakwisha. Tutaisha na vita nayo inaisha. Sirtu bene abayui mchoko ya kazi, ndio batu wanaleta makelele sana. Jeshe kalaki mutu wa marenyo mumungini. Jeshe kalaki mutu wa kuleta masiasa wa bongo, wa Kivira, wa Kifulero, wa Kinyindu, wa Kibembe. Mwene anachoka na kazi ya jeshi, si tunaikala chini tuwe badariste. Tuyue kama tuko na makomandema. Kuko komandema ya zone Mwenga, kuko komandema ya zone Mwenga, kuko komandema ya jeshi ya zone ya Fizi, kuko komandema ya zone ya Fizi. Na zone Fizi iko na viongozi ya zone Fizi. Zone Mwenga iko na viongozi ya zone Mwenga. Zone Mwenga iko na viongozi ya zone Mwenga. Zone Uvira
iko na viongozi ya zone Uvira. Hii zone ya Uvira iko na viongozi ya zone ya Uvira. Shetani na Mungu banayua vile. Shetani na Mungu banayua vile. Kama leo tuko tunapigana, Mungu anatutosha, atukuingia Uvira na silaha wala na nguvu zetu. Tuliingia kwa mapenzi ya Mungu, anatufikisha kwenye barabara. Leo tunakuwa tunaangalia njia ya kwenda Bukavu. Kwenye barabara haiko tena milima. Kitu ya ajabu sasa, marenyo nakuwa mingi, wivu fitine nakuwa mingi mkazi, tutauiana nini? Zone Fizi, mbona muko kimya? Mbona hakuna fujo? Munafanya organizasyon yenyu ya koalisyon Fizi, munalipisha franga, munagaburana franga mobote muzone Fizi, Bakakobanya, Ngoma Nzito, Bayakotumba na bengine. Zone Mwenga nako vile vile. Juu ya nini zone ya Uvira munapenda kuikosesha raha? Juu ya nini zone ya Uvira munapenda kuikosesha amani? Kama tunanyamaza mea tunyamazi kama tuyui kusema wala tunaogopa kufa, hapana. Tujikomporte kama watu, tuache kunyanyasa watu hapa msantreville. Tuache watu wafanye kazi na amani. Na muache mambo ya marenyoza hovyo. Muko ba depute, kisoda iko bu depute, hapana. Kisoda ni kisoda iko bu depute. Tujikomporte kama kisoda. Kama muko naleta mavisoda ya makabila mafamie, muikale chini mulime na tuikale chini tufanye ngine makazi ya budarise, tuachane na kazi yenye hatutaweza. Makazi ya makonfli ya kenyeji. Tuachane na vitu ya kishenzi, tufanye arme, tuache kufanya armoire. Kijeshi eko kisukari, hapana. Tuachane na vile mambo ya bujinga. Tufanye kazi yene itafurahisha nchi yetu na kwenye president iko. Tunafanya kazi, lakini tunataka jaribishia kazi yetu juu ya kufanya madesordre ya hovyo. Tujikomporte kama babiongozi. Eske kwele general eko kweli masase naliaka kenyeji? Hapana, sio vile. Tujikomporte kama banaume, tuachane na vile. Kama tunanyamaza kimya, haiko kuogopa kufa, tunatii Mungu. Na tunayua kuna nafasi kwenye Mungu atatufikisha, na Mungu anasema vita inaisha. Na muandike date, mimi makanakina baambia. Tutapigana vita, lakini muyue vita inaisha kupitia Yesu Kristo mwa Nazareti. Asante, Mungu atubariki, na message fikie kila kiongozi wetu wa mzalendo. Nani kupitia taarifa hizo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, tunaendelea kutolea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi nakuomba kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Wafaransa wanasemaga kujiabone, kuaimena na kupartager. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Vile vile unaweza kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ukatujuza unafuata Kivu News Info kiwa sehemu gani na yapi maoni yako. Aiza unaweza ukaweka comment ukatujuza vile vile unatusikiliza ukiwa wapi. Unaweza kubonyeza kwenye title, itakupeleka moja kwa moja, utakutana na linki mbili. Ya kwanza inaweza kukuunganisha na channel yetu ya WhatsApp, ya pili vile vile na kuunganisha mara moja na grupe letu la WhatsApp, na itakufanya au pitwi na chochote kipindi ambapo tutakuwa tunaweka habari mpya. Basi mimi sina la ziada, na nikwambie tu jina langu ni Ite Eloge Lulonga, na tukutanane kwenye vipindi vingine vya baadaye.